الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله، أما بعد فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe nguvu na uwezo wa kutoka huko majumbani mwetu ama kuacha shughuli zetu tukaja kutekeleza ibada yake kama alivyoamrisha katika suratul Jumaa. Ndugu zangu Waislamu, si kwa uwezo wetu bali ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uchache wa shukrani ni kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Pia nichukue nafasi hii kumtakia rehema na amani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, niwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kwanza katika suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu, kwani hakika wamefuzu wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema katika suratul Naba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefuzu wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ama maudhui ya hotuba yangu ya leo, ningependa kuzungumzia ni jinsi gani ya kuwatukuza wanawazuoni. Ni kwa nini nimekuja kuzungumzia ni jinsi gani ya kuwatukuza wanawazuoni? Ni kwa sababu wengi katika sisi ama watu wa sasa katika zama hizi tunawachukulia wanawazuoni ni sawa na watu wengine tu wa mchezo. Watu wa zama hizi hawaheshimu wanawazuoni kiasi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatukuza. Wao wanashindwa kuwaheshimu. Watu wa zama hizi wanawadharau wanawazuoni wazi wazi. Tunashindwa kuwaheshimu wanawazuoni na kuwapa thamani yao wanawazuoni. Ndugu zangu, nikumbushie kidogo katika ile misingi ya dini iliyowekwa. Msingi wa kwanza ni Qur'an na msingi wa pili ni hadithi, na katika sehemu ya tatu utamkuta mwana wa chuoni. Iwapo umeshindwa kote huko kutafuta fatwa, kutafuta jambo lako ambalo unataka kulifutu, basi lazima utarudi kwa mwana wa chuoni. Sasa hivi imefikia zama ambayo mtu anaacha kufuata maneno ya mwana wa chuoni fulani, anaona ni bora kufuata fikra yake kichwani. Huu ni msiba, ndugu zangu Waislamu, na haya ndiyo yaliyoenea sana katika umma huu kwa zama hizi. Watu wanatoka hadharani kuwatukana wanawazuoni, watu wanatoka hadharani kuwakosoa wanawazuoni ambao walipita mwanzo kabla yetu sisi, na wao walikuwa katika zama tukufu kuliko sisi. Ndugu zangu, katika zama hizi ndio tunawaona wanawazuoni ni sawa na sisi tu tunavyojiona. Lakini huyu mwanawazuoni unayemdharau, Allahu tabaraka wa taala katika Qur'ani amemnyanyua daraja na amethibitisha hilo katika aya isemayo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat la akhir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, huwanyanyua daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale ambao wameamini miongoni mwenu. Walladhina utul ilma darajat, na wanawazuoni hawa
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishawanyanyua daraja zamani kuliko sisi tunavyowachukulia. Ai tukidu anna Allah yu'li qadra almu'minina as-sadiqin, kwamba katika aya hii imeitakidiwa ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwanyanyua daraja waumini wa kweli. Wa yarfa'u al-ulama al-'amilina darajatin rafi'a, na huwanyanyua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanawazuoni wenye kuifanyia kazi elimu yao daraja za juu kabisa, fi dunya wal akhirah, tena duniani na akhirah. Sasa kwa maana hiyo, vipi hatuwapi thamani wanawazuoni? Kwa maana hiyo, vipi tunashindwa kuwaheshimu wanawazuoni? Leo hii imekuwa ni msiba, mtu anatoka mbele za watu, anachukua online TV hizi, anajirekodi kwamba shehe fulani alichokifanya si sawa. Huyu shehe wa mkoa huyu ambaye sisi tunamuona sawa tu, huyu ndio elimu yenyewe. Hakuna elimu bila shehe. Huyu mwanazuoni tunayemtokana tunawacha kumthamini, ndugu yangu Muislamu, huyu ndo elimu yenyewe. Watu wanatoka hadharani, ukisema kidogo, ukisema kitabu ambacho kilisemwa huko nyuma na shekhe mkubwa, basi watu wanangoja kukuradi. Hivi sivyo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ambaye wewe humthamini ni kiongozi wako huyu, aidha ni msikitini, aidha ni katika kata, aidha ni katika tarafa au katika wilaya au katika chochote. Huyu shekhe tayari ni kiongozi wako. Mwanawazuoni yoyote ambaye alishakufa au ambaye yuko hai ni kiongozi wako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumziaje kuhusu kiongozi? Anasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha war rasul wa ulul amri minkum. Atii'u Allaha, mtuini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu war rasul, na mtume wake, wa ulul amri minkum, na watu wenye amri kwenu. Hawa viongozi wenu hawa mnatakiwa muatii inapotakikana. Sasa ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kulithibitisha hilo katika kitabu kidogo kabisa cha hadithi aliposema, akrimul ulamaa fa innahum warathatul anbiya, watukuzeni wanawazuoni, kwani hakika hawa wanawazuoni hawa ndio mawarithi wa mitume. Bila hawa wanawazuoni hawa tusingeijua elimu. Leo hii Sheikh Muhammad Ayub anatunga kitabu chake, kitabu ambacho tangu zama zake huko mpaka leo sisi tunastafidi kupitia kitabu chake. Wewe unatoka unamtukana shekhe huyu, wewe unatoka unamshusha thamani mbele za watu shekhe huyu. Kumbuka ya kwamba unapojirikodi na kujituma kumsema shekhe ambaye alitoa fatwa kwa zama zake hakupingwa mpaka leo, wewe umekuja katika zama mbovu, maana hii ni moja katika miongoni mwa zama mbovu, watu kuamrisha mabaya kukataza mema, ni zama hizi. Leo hii atoka shekhe, ndugu yangu Muislamu, ambaye hakustafidi vyema kupitia wanawazuoni, anasema fatwa ambazo hazipo, fatwa mbovu. Sasa huyu Sheikh Muhammad Ayubu ameleta vitabu vyake ambavyo mashehe wingi leo wamestafidi kupitia vitabu vyake. Ama so Sheikh Muhammad Ayubu tu, mashehe wingi ambao walipita katika zama zao tunastafidi kutokana na vitabu vyao, kutokana na ilmu zao. Wewe leo unatoka hadharani unamshusha thamani mwanawazuoni, unasahau ya kwamba huyu tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishamnyanyua daraja zamani. Sasa kwanza kumshusha thamani mwanawazuoni, kumkataa mwanawazuoni ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishamnyanyua daraja tangu huko, wewe umemshusha thamani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wewe umemdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina maana wewe umekataa maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuzindukeni katika haya, tuwaheshimuni wanawazuoni, kwani hakika hawa ndio mawarithi wa mitume. Msikilize mshairi huyu jemedari mmoja, wote tunamtambua kwa jina la Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Katika shairi lake anasema, mal fadlu illa li ahli alilmi innahum ala alhuda liman istahda adillah wa wasnu kullu mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli alilmi a'da'u fafuz bi'ilmin wa la tajhal bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Anasema mal fadlu illa li ahli alilmi innahu, ni fadhila iliyoje hii isipokuwa kwa watu wa ilmu. Innahum, kwamba wao ala alhuda, wako juu ya uongofu. Liman istahada adillah, kwa mwenye kutaka sasa ataongoka kutokana na dalili za uongofu wao. Wasnu kullu mri'in ma kana yuhsinuhu, na mizani ya kila mtu ni kutokana na yale mema aliyokuwa akiyatenda. Wasnu kullu mri'in ma kana yuhsinuhu, na uzani wa kila mtu ni yale mambo mema anayoyafanya. Waljahiluna li ahli alilmi a'da'u, na watu wajinga kwa watu wa elimu wanawakuwa ni wenye kuwafanya ni maadui zao. Leo hii Sheikh Rashid akiendelea kwa jambo lolote msikitini, watu humfanya adui, watu humfanyia hasadi. Sehemu ngapi wamepelekwa mashehe wangapi, sehemu zimewashinda. Sisi Waislamu kutokana na kuwa hatuna ilmu tunawafanyia uadui hawa wanawazuoni na tunawaondosha kabisa. Sayyidina Ali anasema waljailuna li ahli alilmi a'da'u, na watu wajinga kwa watu wa ilmu wanakuwa ni wenye kuwafanyia uadui. Wangapi leo hii umesikia wameondoshwa misikitini bila sababu? Wangapi leo hii unasikia wanafanywa fitna katika madrasa ambazo zinaendelea, wanaondoshwa bila sababu? Sasa hawa wanaofanya wanawazuoni maadui hawa ndo wajinga katika ilmu.